Unasema mwenyekiti kuhusu transformation, mrekebishe ili ndio ikamilike. Kama swala ni hilo, watu wanaweza kujiuliza kwamba mbona kama transformation Simba imeshaanza, yani imeshaanza kufanyika. Utekelezaji wake. Simba tena sio Simba Sports Club peke yake. Simba inaongozwa na bodi, kina bodi wa kurugenzi ambao wanatoka wajumbe kutoka Simba Sports Club na ujumbe kutoka kwa mwekezaji tayari yupo, ana access, amekuwa kwenye mwenyekiti wa bodi. Yaani kuna vitu vingi vimebadilika. Sasa kama kuna mambo yalikuwa hayajakamilika huko chini, kwa nini utekelezaji ulianza? Kwenye utekelezaji wa mambo yanayohusu ujumla kwa maana ya ushirikishaji, mnaweza mkakubaliana namna ya kuendesha kipindi cha mpito. Na tunapozungumzia kwamba Simba imekuwa ikijiendesha kwa uwekezaji tangu hiyo 2017, tuna makubaliano ambayo tumefikia upande wa wanachama na upande wa mwekezaji. Na ndio maana kwanza tunampongeza sana, pamoja na kuwa hatujakuwa tumekamilisha fully, lakini Mohamed Dewji amekuwa akitoa fedha, akitoa mitaji na nguvu yake kuhakikisha kwamba timu inasonga mbele. Hilo kwanza ni ujasiri mkubwa sana ambao yeye amekuwa nao. Ndio. Sasa ukisema kwa nini mlifanya wakati hamjakamilisha, unaweza ukawa huko sahihi, kwa sababu sisi tulikuwa tunahitaji, yani hii ni process. Tunahitaji vyote mawili. Tunahitaji uwekezaji ukamilike, lakini pia tunahitaji tupige hatua. Na ndio maana hayo ambayo tumekubaliana kimkataba ndio ambayo yameweza kutufikisha hapa. Kwa hiyo ili tuondoke kwenye ule mkataba sasa, tuende kwenye makubaliano rasmi, lazima tufanye marekebisho hayo. Pamoja na kuwa amekuwa akifanya hayo, yes, unaoyasema, lakini amekuwa pia akilalamika kwamba upande wenu, upande wa klabu, ndio ambao unashindwa kutimiza baadhi ya mambo ili jambo kulifanya liwe limekamilika. Kuwa na hicho ambacho anadhani anapaswa kuwa nacho. Asilimia hizo 49 ambazo nyinyi mnataka kumpa, ambazo mpaka sasa hivi kimsingi hajashika bado, kwa sababu kuna vitu havijakamilika. Pamoja anajitolea, lakini analalamika several times. Ameita watu akiwa wanasema kwamba upande huu ndio unakwamisha. Amewahi kukutaja wewe kwa jina, amewahi kumtaja mwenyekiti aliyeondoka wa bodi Salim kwenye jambo hili. Sijui, ndio maana mimi napata wasiwasi kwamba kama vilikuwa vitu havijakamilika, kwa nini mlianza? Kwa nini kwanza msikamilishe, ili mkianza muanze kwenye kitu ambacho kimekamilika? Serikali wasingekuwa hii hali ya kwamba nendeni mkarekebisha hiki, nendeni. Kwa nini msingepeleka kwanza, bwana bado karekebisha hiki, bado karekebisha hiki, bado sasa unaweza ukaendelea? Kwanza hilo nalo lisema kuwa amewahi kutamka akinitaja mimi kuwa ninakwamisha. Mimi sijawahi kumsikia akifanya hivyo. Na bahati nzuri kwa kuwa umesema, nitamuuliza. Katika mazungumzo yetu hapo ya mwanzo umesema hakuna wakati ambao wewe utatenganishwa na Simba. Ukitajwa klabu huko wewe umetajwa. Sasa mimi sijawahi kumsikia akinilalamikia au akimtaja mtu yoyote. Ukitajwa klabu ya Simba, ngoja kwanza nisikilize kwanza. Aidha mimi au mtu mwingine yoyote. Mimi sijawahi kumsikia akisema kwamba huyu ndiye anayenikwamisha. Lakini yeye ana feeling kwamba hili jambo linachukua muda mrefu. Lakini kuchukua muda mrefu kwamba hatuwezi kukiuka masharti ya sheria zilizowekwa za nchi.